Katika dakika hizi takribani 38 zilizosalia, tutakuwa na tafakari katika maandiko matakatifu. Tafakari yetu ni katika vitabu viwili vya Biblia. Katika kitabu kimoja cha Matendo ya Mitume tutaangalia fungu moja pekee ambalo linajenga dhima ya somo ama tafakari katika dakika hizi chache. Lakini katika kitabu cha Isaya tutaangalia mafungu manne, na kama yatazidi basi ni matano. Kwa hiyo katika dakika hizi chache tafakari yetu haitazidi mafungu ya Biblia 6. Bwana Yesu asifiwe. Ninaisema hivyo ili kutaka utayari wako wa kuwa karibu kufuatilia. Maana kama utapoteza fungu mojawapo, yamkini ukapoteza mtiririko wa tafakari yetu na ukajikuta umeachwa mahali fulani, kuna kitu hujakipata. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu ungana pamoja nami, twende pamoja katika tafakari ya haya maandiko matakatifu. Leo kama ilivyo ibada ya pekee, ibada ya ujirani mwema, hii sabato ya wageni, tukijumuika pamoja na marafiki zetu kutoka maeneo mbalimbali na kutoka katika imani tofauti tofauti, lakini kwa sababu sisi wote ni wanadamu ambao Mungu alituumba, liko jambo moja ambalo Mungu analihitaji kwa wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe. Na hili ni Mungu ameahidi kwa watu wote, haijalishi upo katika mtizamo upi ama mlengo upi wa kiimani. Ikiwa tu ni mwanadamu na uliumbwa na Mungu wa mbinguni, Mungu analo jambo juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kuna wanadamu hapa? Si unaweza kupunga mkono? Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza. Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, naomba ufungue hapo tunapoenda katika mwanzo wa tafakari yetu kwa dakika hizi chache. Sura ile ya kwanza ya Matendo ya Mitume. Umefika? Okay. Niwie radhi. Si sura ya kwanza, sura ya 10 na mstari ule wa 34. Sura ya 10:34 Matendo ya Mitume, maandiko yanasema, akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo. Tafakari yetu katika dakika hizi chache, dhima kuu inataka kutukumbusha wote ya kwamba Mungu hana upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa Mungu hana upendeleo, Mungu ana mpango na kila mwanadamu aliyemuumba. Yaani kwa kuwa tu uliumbwa na Mungu wa mbinguni, Mungu ana mpango na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana mpango na maisha yangu. Mungu ana mpango na maisha yako, sio kwa sababu ni wa ukoo fulani ama wa taifa fulani ama dhehebu fulani, lakini kwa sababu wewe ni mwanadamu, ni wa Mungu. Haleluya. Tafakari yetu inasema Mungu asiye na upendeleo. Tuombe. Baba na Mungu wetu, asante kwa asubuhi hii ya pekee. Tunapofungua maandiko yako matakatifu, tunaomba utufundishe kwa hekima yako, tukatambue thamani kubwa uliotupatia, tukaitikie mwito wa kuishi maisha hayo, na tukaweze kuokolewa na wewe Mungu wa mbinguni. Mbariki kila mmoja wetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Sasa katika fungu hili, sio tafakari yetu hapo, ni fungu ambalo limetuleta kwenye tafakari ya asubuhi ya pekee, likionyesha kwamba kila mtu ana nafasi mbele za Mungu wa mbinguni na Mungu ana mpango na maisha yake. Hicho kisa ukisoma kwa kutulia vizuri, ndipo kitakapokuelezea jinsi ambavyo Mungu alianza kutambulisha watu wa mataifa mengine nje ya Waisraeli wa kitaifa, ya kwamba hao nao ni watu wake ambao ana mpango wa kuwaokoa. Maana hapo kabla kulikuwa na mtizamo ambao Israeli waliujenga, wakaona wao ni bora kuliko mataifa mengine, na hata kuwaona watu wengine hawafai na hawana nafasi katika ufalme wa Mungu. Na ndio maana Yesu alipokuwa akichangamana nao hawakumuelewa,
walitaka achangamane wao peke yao kama Waisraeli, lakini kumbe mpango wa Mungu wa wokovu ni kwa kila mwanadamu aliyemuumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata sisi hapa leo, kila mmoja, kama una uhakika ni Mungu alikuumba, Mungu ana mpango na maisha yako. Ndipo tafakari yetu ipo katika kitabu cha Isaya sura ile ya 45. Kitabu cha Isaya sura ile ya 45. Hapo tutaangalia mafungu kadhaa katika asubuhi hii ya pekee, tunapoenda kukumbushana mpango wa Mungu katika maisha yetu. Imekuwa vyema tukumbushane jambo hili kwa sababu tumetembea safari ya mwaka mzima tangu tulipoanza siku ya kwanza ya mwaka 2025. Tumepita katika nyakati mbalimbali. Yamkini zipo nyakati zimetuumiza mioyo, yamkini zipo nyakati zimetupatia mashaka, zimekuwepo nyakati ambazo hata tumeshangilia maana tumefanikiwa, na zimetokea nyakati ambazo umejikuta njia panda hata hujui uamue nini. Lakini katika yote hayo na hata mengine ambayo hatujayaona, Mungu ametuvusha. Leo tuko kwenye Sabato ya 52 katika mpangilio wa kalenda ya kawaida, sio safari nyepesi. Tutakuwa mashahidi katika safari hii tulipoanza miaka samani kukumbusha machungu, lakini wako marafiki ambao leo hawajafika, si ni kweli? Lakini sisi Mungu ameruhusu tufike, ni kwa sababu ya ratiba na mpango wa Mungu katika maisha yetu. Hivyo wapo watu leo ambao wanaishi wakiwa hawatambui thamani ya maisha yao, kwa sababu wamejikuta asubuhi usingizi umeisha na jua limechomoza, basi anaishi kutimiza ratiba, ila hajui hasa nini ambacho Mungu ana mpango kwake. Katika nyakati zote Mungu amekuwa serious na maisha yetu, na ndio maana anapokupatia pumzi ya uhai uamke asubuhi, ni kwa sababu bado upo kwenye ramani ya kazi zake. Kitabu cha Isaya sura ile ya 45 kinaanza fungu la kwanza kwa kumtambulisha mtu anayeitwa Koresh. Isaya sura ile ya 45, tuanze mstari ule wa kwanza. Mstari ule wa kwanza, maandiko yanasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koresh masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kuitisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Katika kitabu hiki cha Isaya sura ya 45 anapotajwa Koresh, katika historia anaonekana akitajwa miaka 150 kabla hajazaliwa. Koresh anayetajwa hapa ni yule mfalme aliyekuwa akiongoza dola ya Umedi na Uajemi. Lakini Mungu anamtangaza ya kwamba anamuita Masihi miaka 150 kabla hajazaliwa. Mungu anaweka mpango wa mtu kuja kuzaliwa. Anaitwa Masihi. Koresh anatangazwa kwa taifa la Israeli ambao wakati huu wako utumwani Babeli, lakini anaitwa Masihi, mtu ambaye sio Mwisraeli. Halo, kwa watu ambao wao ni watu wa dini, wanatangaziwa mtu ambaye leo tuseme sio mtu wa dini. Natamani nisumie ule msamiati mwingine. Kwa watu ambao ni wa dini kama leo sisi wa Kristo, aje atangazwe mtu ambaye sio mcha Mungu kwa macho yetu, tuambiwe huyo ni Masihi. Biblia inaposema Masihi, maana yake mpako mafuta wa Bwana, Bwana ambaye amemchagua kuwa mtakatifu. Bwana aliyamtangaza mtu mtakatifu ambaye sisi tunamtazamia si mtu wa Mungu, na anatangazwa miaka 150 kabla ya kuzaliwa kwake. Inaonyesha jinsi ambavyo Mungu anahitaji kumtumia kila mmoja. Sasa huyu Koresh anatangazwa kwamba mtakatifu kwa ajili ya matumizi sio ya kwake, ila ni ya Mungu wa mbinguni, ya kutiisha mataifa. Na huyu pia alitoa ruhusa ya Wayahudi kurudi kutoka Babeli warudi Yerusalemu. Alitoa ruhusa ya kujenga upya hekalu, nyumba ya ibada iliyokuwa imeharibika, mtu ambaye hakuwa mtu wa ibada. Sasa hapo ni utangulizi. Mafungo ambayo nataka uzingatie ni haya, naomba niyasome ufuatishe,
halafu twende tuyaangalie kidogo kile ambacho Mungu anakitaka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Sasa kuanzia mstari ule wa 2, wa 3, wa 4 na wa 5, hapa ndipo kilipo kiini cha tafakari yetu katika asubuhi hii ya pekee. Mungu asiye na upendeleo. Mstari wa 2, maandiko yanasema, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kwamba mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine zaidi ya mimi, hapana Mungu nitakufunga mshipi, ijapokuwa hukunijua. Samahani, huo mstari wa 5 niurudie. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine zaidi yangu mimi, hapana Mungu nitakufunga mshipi, ijapokuwa hukunijua. Hapa anayetangazwa ni Koreshi. Tumesema mtu ambaye alionekana ni mtu wa mataifa asiyefaa, mtu ambaye sio Myahudi, mtu ambaye sio Mwisraeli, mtu ambaye hakuonekana kama mtu wa ibada wa Mungu wa mbinguni, na anatajwa miaka 150 kabla ya kuzaliwa kwake, lakini anaitwa mpakwa mafuta kwa ajili ya kazi ya Mungu wa mbinguni. Na ndio maana mwanzo nimekwambia Mungu habagui. Mungu anamhitaji yeyote ambaye amemuumba, na anamtangazia kwamba sasa kwa sababu amemchagua, ananyoosha njia mbele yake. Mstari wa 2 tumesoma hapo, anasema nitakwenda mbele yako. Kabla sijaendelea hapo, Koreshi wakati ule unabii wake ulitimia. Nataka nikulete hapa kwako leo, usivae kuhusika kwamba mimi ni Msabato, mimi ni fulani. Katika wakati huu na kuomba kuhusika uweke pembeni. Halo, uvae kuhusika ya kwamba mimi ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili huu ujumbe uweze kukaa katika uhalisia wa maisha yako. Usiweke mimi ni wa dhehebu fulani. Kwa wakati huu unielewe vizuri. Kwa wakati huu habari ya dhehebu iweke pembeni kwanza, lakini zingatia kwamba wewe ni wa nani, maana alikuumba. Na kwa kuwa alikuumba, vaa uhusika wa Koreshi leo, kwa sababu Mungu ana mpango na maisha yako. Mungu ana matumizi na uwepo wako. Kama angekuwa hana ajenda na wewe, yamkini angeruhusu ulale usubiri hukumu, lakini kwa sababu ana mpango na wewe, bado anataka akupe ujumbe kama aliyompatia Koreshi. Halo, tuko sawa sawa? Tunaenda vizuri? Sasa anasema amekuchagua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amenichagua mimi, ni ujumbe binafsi. Ndio maana hapa mbele kuna fungu anasema nimekuita kwa jina lako. Tutaangalia. Anasema amekuchagua wewe, na hivyo anatoa ahadi ya kwanza ya kwenda mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Israeli wakati huu wanapoambiwa ujumbe huu walikuwa utumwani, hawaelewi vizuri. Ndivyo ambapo leo tuko katika hali ya maisha dunia hii, unaweza usielewe vizuri, lakini Mungu anasema kwa sababu wewe ni kiumbe wake, ahadi ya kwanza asubuhi ya leo ni kwenda mbele yako. Mungu anaposema kwenda mbele yako, anatumia muktadha wa wafugaji wa zamani. Zamani waliokuwa wakichunga mifugo walikuwa wakitangulia mbele na mifugo inawafuata nyuma. Ila siku hizi haifai. Sijui kwa nini. Yawezekana ni dhambi ukitangulia mbele na safari zake. Sasa Mungu anaposema nitatangulia mbele yako, ni kauli ambayo ipo katika utimilifu wa ahadi ya kwamba ni zoezi endelevu la kuongoza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatoa ahadi asubuhi ya leo ya kwamba anahitaji uweze kukubali mpango wake aongoze maisha yako. Tunapoendea mwaka mwingine 2026 katika mipango ya maisha yako na mambo mengine yote, Mungu anasema tambua ya kwamba alikuumba, hivyo kubali atangulie mbele, akuongoze, ufuate hatua zake ili asawazishe mahali palipoparuza.
Palipoparuza yawezekana ni majaribu, yawezekana ni maumivu, ama ugumu wa jambo fulani, ni masuala ya kazi, ama ni familia, ama ni ya kiimani. Kwa namna yoyote ile, Mungu anataka tu uruhusu atangulie mbele yako ili apasawazishe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa wale tu ambao wanatamani mwaka unakoelekea mbele huku, kwa neema ya Mungu tukipewa uhai, Mungu asawazishe, waruhusu Mungu atangulie mbele yao. Na anaahidi ya kwamba atavunja vipande malango ya shaba. Mlango kazi yake ni kuruhusu kuingia ndani na kwenda nje, si ndivyo? Nilikuwa nikifundisha watoto mahali zamani, nikauliza habari ya mlango, akaniambia kazi ya mlango ni kufunga na kufungua. Sasa mlango kazi yake ni kuruhusu kuingia ndani ama kwenda nje. Na anaposema milango ya shaba, katika wakati huo yanapoandikwa mafungu haya, teknolojia ilikuwa kufunga kitu katika uimara, lazima utumie madini ya shaba. Kwa yale masanduku yenye hazina nzuri yalikuwa yakifungwa kwa shaba, kwa sababu shaba hailiwi na kutu, shaba ni imara. Sasa katika maisha yamkini yako malango ambayo yamefunga maisha ya mtu fulani. Yawezekana mtu akifanya biashara hafanikiwi kwa sababu malango yamefunga kuzuia baraka zisiingie. Yawezekana mtu akisoma hafanikiwi kwa sababu malango ya shaba yamefunga mtu asifanikiwe. Yawezekana akijitahidi kufanya jambo fulani apige hatua, kila akijiongeza haendelei, ni kwa sababu kuna malango yaliyofunga. Na Mungu asubuhi hii ahadi ya pili anasema ukiruhusu atangulie, anavunja malango ya shaba. Haleluya. Hata kama kuna kitu kimeinuka katika maisha yako kinachoweka ugumu usipige hatua, usiendelee, haijalishi ni katika hali ya kiroho ama ni katika hali ya kimaisha ya kawaida ama ni katika hali ya kijamii ama kiuchumi, kwa namna yoyote ile, kwa kuwa umeruhusu Mungu atangulie. Na Mungu achague atangulie nani? Anataka atangulie mwanadamu yoyote aliyemuumba. Utakaporuhusu, Mungu anaahidi kuvunja malango yaliyosimama mbele yako. Atakapovunja malango hayo, baraka za Mungu zitatiririka kuingia ndani. Ndipo pale utabarikiwa uingiapo na utokapo. Utabarikiwa mjini na mashambani. Utabarikiwa ulalapo na uketipo na mambo mengine ambayo ameahidi. Ni kwa sababu umeruhusu atangulie mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ahadi ya tatu katika kitabu hiki cha Isaya sura ya 45, kwa wale ambao wamekubali Mungu atangulie mbele yao, anasema atakatakata mapingo ya chuma. Mapingo ya chuma. Yanapozungumza mapingo ya chuma, wakati ule watumwa walikuwa na utambulisho. Walikuwa wakifungwa mavitu makubwa kama mabangili, aidha ni kwenye mguu ama sikioni ama puani, ya kuonyesha kwamba huyu anamilikiwa na bosi fulani. Na hiyo Mungu anaahidi kuondoa huo umilikiwaji na kitu kingine ili aweze kumweka mtu kuwa huru. Unajua, katika maisha yawezekana tunaishi hivi, ila tunayo mapingo yanayotufunga katika miguu yetu. Yawezekana mapingo ambayo yametufunga katika masikio yetu. Yawezekana mapingo yanayotufunga tumekuwa ni watumwa wa jambo fulani. Kuna utumwa ambao mtu anajikuta amefungwa wakati mwingine hata hajui kama ni mtumwa. Ila kija swala la Mungu anashindwa kuwa huru. Jambo fulani anatatiza kwa sababu yupo chini ya milki yao. Na hata kwa ujumla, baada ya dhambi kuingia Edeni, tumejikuta wanadamu wote tumekuwa chini ya adui Shetani. Hivyo ikabidi Adamu wa pili, tunafahamu Yesu Kristo, atukomboe turudi katika uhuru na kufikia neema ya kuokolewa. Si ndivyo? Katika maisha yawezekana yako mapingo ambayo yametufunga kwa mwaka mzima. Umekuwa ukipambana na maisha, imekuwa ni umefungwa bangili ya utumwa wa maisha. Hata wakati mwingine unajikuta ukikosea baadhi ya mambo kwa sababu upate kitu fulani, kwa sababu upate kazi, kwa sababu upate fedha ama upate jina ama upate kitu fulani, yakawa ni kama utumwa. Na hiki bahati mbaya watu wengi huwa wasimlii. Anabaki nalo moyoni, ila anajua anatumikia jambo fulani na anatamani apate uhuru aweze kujikomboa. Asubuhi hii ya leo Mungu anaahidi kukatakata mapingo yaliyotufunga katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu umeruhusu Mungu atangulie mbele yako. Barikiwe sana. Ahadi ya 4
Sema ahadi ya kwanza, kwenda mbele yako. Ahadi ya pili, kuvunja malango ya shaba. Ahadi ya tatu, kukata mapingo ya chuma. Ahadi ya nne, Mungu anasema kupatia, aliahidi kumpa hazina za giza na mali zilizofichwa mahali pa siri. Mungu anaahidi kumpatia Koresh wa leo ambaye mimi na wewe tuliyekubali ya kwamba tumeumbwa na Mungu wa mbinguni. Mungu anatoa ahadi ya kupatia hazina iliyofichwa mahali pa giza, mahali pa siri. Kinachozungumzwa hapa ni Mungu anatoa ahadi ya hakikisho la uzima wa milele, kukufunulia mambo ambayo watu wengine hawajapata kuyafahamu, mambo ambayo kwa akili za kibinadamu za kawaida hayawezi kufunguka. Mungu anatoa ahadi ya kuhakikisha kwamba huyu mtu ambaye ameruhusu Mungu atangulie mbele yake anampa hakikisho la uzima wa milele, ni kwa sababu anampatia hazina iliyofichwa. Na ndio maana tukaambiwa mahali fanya kwamba sisi ni mawakili wa siri za Mungu wa. Asante sana, barikiwe. Kwa hiyo hautaweza kupata hazina isiyoharibika, isiyoisha muda wake, isiyo ya kupita hapa duniani kama hautaruhusu Mungu atangulie mbele yako. Utakaporuhusu Mungu atangulie mbele yako, hataishia tu kukuongoza, hataishia tu kukubariki baraka za hapa duniani, hataishia tu kukupatia uhuru, lakini zaidi ni uzima wa milele. Mungu anatangaza mbele yako. Na hiki ndicho kitu cha thamani kubwa. Mungu haishi duniani tu hapa. Nashukuru sana. Ninapomalizia, Mungu anatoa haya, anasema ni kwa ajili ya Yakobo mtumishi wake, Israeli mteule wake, ambaye anasema amemuita kwa jina lake, ampatie jina la sifa. Anapotaja Yakobo na Israeli, anataja kukumbusha agano alilofanya, ya kwamba yeye ni Mungu mwaminifu asiyekigeugeu, ya kwamba ahadi hizi hazisemi kwako leo halafu kesho abadilishe kauli. Ni Mungu ambaye aliahidi kwa Yakobo akatenda, aliahidi kwa Israeli akawatendea. Anaahidi kwako ya kwamba amekuita kwa jina lako, haijalishi jina gani ambalo umeitwa. Yako majina ambayo kwa sababu ya maisha tumeitwa. Mwingine ameitwa maskini, mwingine ameitwa hajui, mwingine ameitwa hawezi, mwingine kwa sababu ya hali ya maisha, aliyeshindwa, asiyefaa, asiye na hiki, majina ambayo ameitwa yasiyopendeza. Mungu anasema katika jina hilo amekuita usifaa, akupe jina la sifa ya kwamba unafaa. Haleluya! Lakini kwa sababu umeruhusu atangulie mbele yako, na Mungu anaahidi kuyatenda haya. Sasa ahadi hizi, ndugu zangu, katika asubuhi ya pekee, Mungu anazitoa kwa kila anayekubali na kuamini ya kwamba yeye ni matokeo ya uumbaji wa Mungu wa mbinguni. Yule ambaye anakubali ya kwamba yuko Mungu, ambaye huyu Mungu ndiye mwenye kutangaza mwanzo katika mwisho, ni Mungu anayefahamu leo, kesho na hata milele. Anazitoa kwa huyo mtu ambaye yupo tayari kuweza kupewa jina jipya, ambaye yuko tayari kuweza kuwekwa huru na Mungu wa mbinguni, ambaye yuko tayari kuweza kuvunjiwa malango na matatizo ya maisha yake. Ni yule tu ambaye ameruhusu Mungu atangulie mbele yake. Katika asubuhi hii tunapoelekea mwisho wa mwaka huu, katika Jumamosi hii ya mwisho ya mwaka, tunapoendelea kuomba tupewe Jumamosi ya kwanza ya mwaka 2026 na maisha mengine yaendelee. Ikiwa unatamani huyu Mungu asiye na upendeleo akatangulie mbele katika maisha yako, katika siku zote za maisha zilizosalia, ili akitangulia asawazishe maisha yako, tunaenda kuomba katika asubuhi ya pekee ombi hili la ahadi ya kwamba Mungu aliahidi kwa Koresh na akatenda. Aliahidi miaka 150 kabla na akatimiza. Huyu Mungu ambaye tumesoma ahadi yake hii leo kwetu, akatende na kwetu. Kama unatamani Mungu akatangulie mbele yako na asawazishe panapokwaruza, avunje malango, akatekate mapingo ya chuma,
akubadilishie jina, akupe jina la sifa, na hata watu wakiona waseme huyu amebarikiwa na Mungu wa mbinguni, na zaidi uzima wa milele. Kama afya yako inaruhusu, nikusihi uweze kusimama tunakwenda kuomba katika suluhu. Asante, barikiwe sana watu wa Mungu. Na hivyo tunapoenda kuomba, kama moyoni mwako kuna jambo kimoyomoyo, utamwambia Mungu wa mbinguni katika ombi hili fupi wa saa huu, ili hatimaye Mungu aweze kutenda katika maisha yako. Basi tuombe. Baba yetu, tunakushukuru sana kwa asubuhi ya pekee. Asante kwa ushuhuda huu wa ajabu ambao umetupatia kusikia katika masikio yetu. Mungu unayemtumia yeyote utakaye, usiye na ubaguzi wala upendeleo, usiangalia ametokea wapi na historia ipi. Kama ulivyomwita Koresh na ukamtumia, asubuhi hii tumejifunza kwako Mungu wa mbinguni. Tunaomba kila mmoja wetu kwa kadri ulivyotuita, hata ukatutoa majumbani na ukatuleta mahali hapa kusikia mahusia yako, kusikia nyimbo za sifa kwako, kukuita Mungu wetu wa mbinguni. Asubuhi hii ya leo tunaomba Mungu wa mbinguni ukatende hizi hali katika maisha yetu. Yawezekana kuna nyakati ambazo tumekuacha tukaenda na hatua zetu na tukaishia kupotea, tunaomba utusamehe. Lakini asubuhi ya pekee Mungu wetu wa mbinguni, tunaomba ahadi yako ukatimize kila mmoja wetu, ukatangulie katika maisha yake na ukasawazishe yale yote ambayo yamekuwa ni kikwazo mbele ya kila mmoja wetu, ukavunje vizingiti vyote ambavyo hivyo vimetukwamisha na kupeleka karibu na wewe Mungu wetu wa mbinguni, ili hatimaye ile ahadi ambayo umeitoa ya kwamba utatupatia jina la sifa, Bwana, ikatendeke katika maisha yetu na zaidi uzima wa milele. Bariki kila mmoja katika mkutano huu ambaye pia kuikuwa katika ibada hii, Bwana, ukamguse katika mguso wa pekee na katika mahitaji yake ambayo hata ameyasema mbele zako. Mungu ukamtendee kwa utukufu wa jina lako. Mkutano huu kaubariki kwa ahadi na baraka zako, na kila atakayetoka siku hii ya leo mahali hapa akaone Mungu wa mbinguni umembariki. Bariki kanisa zima kwa ujumla, kwa tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo.